utawakia chini. Haimaanishi kwamba utakuwa na dada wao unakuja kanisani wa kujibushi. Lakini ile taa ile ulikuwa nayo mwanzo ama ile nuru ulikuwa nayo mwanzo ilifanya nini? Haiko. Sasa kutaka kurudisha hiyo kitu wakati ambapo umesema mimi nimetubu kuanzia leo ama saa hiyo. Sasa kama wewe ni mwimbaji ndio kaidi. Ndio kajaribu kung'ang'ana kurudisha hiyo uimbaji. Kama wewe ni mhubiri, nenda basi jaribu kung'ang'ana wewe ukahubiri neno lako. Kama wewe ulikuwa mtoaji na umeanguka hautoi, basi anza kwenda kutoa. Hiyo ndio maana ya kutubu. Umetubu huko na ulikuwa unatoa, ukaanguka kutoka baada ya kujua kutoa, ukaanguka kutoka hapo, ukawa hautoi. Sasa ile kitu ambacho inahitajika ni unataka kurudisha uhusiano wako na Mungu, maana alikuwa anakupenda na kwa hiyo kitu. Chukua hebu kama jibu sawa kufanya. Kama ni kutoa, kama ni kutoa chakula ile unamana kufanya. Unamana kwenda kama ni kupika, anza kumangana ule ukapikiwa chakula ile. Kutubu. Bali nao inafika kama unakuwa kama mmoja anasema sio kitu nilitubu na unafanya ama ufanye. Sisi angalia alikuja akapiga magoti hapo akaomba, alikuja tukiimba, akakuja huko nyuma kidogo hata kumaliza dakika 2 then akaenda. Kuna sheria unaweza funga. Yesu anakuambia kila siku patikana pale Raunda. Nenda Raunda. Bana unapokuwa kila siku uonekane kanisani, nikuja kuonekana tu ama unakuja kisha kama umekaa na watu kama ulikuwa nani. Nafaa ukuje ufanye ile kazi uko unafanya. Fanya ile kazi uko unafanya. Amekujaribu tu kwa siku 3. Sasa iko hivi. Kutubu. Basi ulikuwa umeanguka unaanza unatusi watu wote. Unaacha kufanya. Acha kutusi watu. Kama ulikuwa mwalimu, endelea kuwa mwalimu. Kuna watu hapa saa hii wapendwa wanateseka na magonjwa, mimi nimeshindwa nini. Saa hii kufundisha Maria ile. Kumbe mtu akiamka, kuamka ni mbaya wapendwa. Siku hizi hata Sunday siku sasa. Nimekwambia ukianguka usize na kitu kuanguka, kurudi ni ngumu. Na unakuwa na maneno mengi, excuse. Ni ngumu. Yaani hata ukiambiwa ni unaanza tu kuwa na mambo ambayo hata hujawahi kuanguka nayo. Kuanguka ni kazi nyingine ambayo ni basi. That is why anasema anakaza mtu kwa kasi yangu. Manake atapotea. Sasa unakuta mtu leo shetani wakukutoa leo unaanza kusema kwamba kwa sababu ulitolewa shetani, sasa hata watu wako hapo wanaanza kusema tuko free. Hata sasa mimi ninakwambia shetani alisema tu vizuri. Yesu akasema vizuri kwamba shetani akasema nimeenda lakini nitafanya nini? Tarudi kwa nyumba yangu. Tarudi kwa nyumba yangu. Anakutokea hapa, mkitoka hapo kwa mlango mnaingia na mnaenda. Manake ndani ya moyo hujageuka. Unasikia? Hujageuka, hujaamini kufanya ile kitu ambao ulikuwa unafanyanga. Kwa hivyo huyo shetani hakuna mahali amekwenda wala. Unaona kwamba kuna vitu nang'ang'ananga nazo mpaka nizifanye. Nang'ang'ana tu nazo nizifanye. Nipende nisipende. Sina lakini nang'ang'ana nazo.
kwa sababu ni kitu ambacho niliokisikia mwaka wa 1992 while niko kijana. Kwa nyumba yako utakuwa na waumini na wasioumini. Ndani ya nyumba yako usione watu ukasema kama ni wanatoka kwa wanakuja kanisani ukaona kana kwamba hao watu wameokoka. Wako tu pale kama vile mtu kwa baba yake wapi nyumbani. Sasa nilisikia mimi mwaka huu mpaka wakati wa leo najaribu kutimiza jambo hili. Najaribu kuhifadhi huu mmoja. Manake akasema tu vizuri, ndani ya nyumba yako kutakuwa na watu wenye kuamini na watu wasioamini. Sasa ananiambia hivyo nifanye. Kwa hivyo siwezi kugeuka na kusema nataka watu wenye kuamini tu kwa nyumba. Sitalazimisha. Lakini wakiendelea kuna wale watafanya wadogo. Kuna wale hawataokoka. Kila mtu na wakati wake. Kila mtu na wakati wake. Sio wewe kusema kama wanakulea watu ambao waokoka peke yao ndani ya nyumba hii. Iwezekana. Bwana asifiwe sana. Haiwezekani. Ndio anakuambia Yesu akatamka jambo hili akasema. Ambao ni pale tu amani kitu mfano. Ili maanisha kwamba kwa nyumba ya Mungu wako watu ambao wajaokoka wala wafanye wameokoka Yesu. Akasema wakasema Bwana tulipanda ngano peke yake. Magugu imetokea wapi? Magugu yametoka wapi? Magugu imetokea wapi? Na sisi tulishuhudia ukipanda nini? Ngano. Basi wacha tumekamwe ngano, tukamwe magugu, tuache nini? Ngano. Sasa akasema hizi vitu zote mbili bado zinafanya nini? Zinafanana. Maana hakuna ile imeweka. Sasa wewe mkienda msema kama mnangoa na mnajuaje na mkangoa nini? Mkangoa ngano ama wimbi mkaacha magugu. Kwa hiyo achana naye yote nikue pamoja. Itakapokuwa wimbi itajulikana kuwa ni wimbi. Wale wenye kuvuna watakuja kuvuna nini? Wimbi, wabakishe riba hiyo. Yaani magugu itakuja kutolewa ichomwe. Sasa ndio akasema hii mfano unamaanisha nini? Akasema sikiliza vizuri sana. Ngano ni watu wa Mungu. Watakuja kuchukuliwa wapelekwe. Ile magugu ni watu wasioamini. Watabaki kwa akiba ya moto. Malaika watakuja kuchukua walio wa Mungu waende. Wale ambao wamebaki hii makapi. Yeye ni wale watu ambao hawakuamini, watachomwa. Kwa hivyo ngano ndio hii. Neno hili iangalieni sana kutubu. Kutubu. Kama ulikuwa na hasira na umekwambia tubu hasira, wacha nini? Umetubu ndio no. Mungu nisamehe kwa sababu ya hasira, kwa sababu ya wivu, kwa sababu ya chuki, kwa sababu ya hasira. La, sasa umemaliza. Hakikisha kwamba hiyo kitu ifanye nini? Maana ukitoka hapo utakuja kukuchokora. Unasikia? Inaonekana kama imeenda. Rafiki yako anakuja kwa nini? Kukuchokora. Yaani tena anakuja kutumika tu huyo rafiki yako anakuja kuchokora. Sasa utakasirika, ukikasirika huko bado huko tu. Maana kama ulitubu utacheka na yeye. Amekutusi. Hakuna kitu utaongeza na wewe utakaa chini ukule chakula. Kile siku mwenyewe ulitubu nini? Ulitubu nini? Maana ukitubu
nilikuwa mwalimu wa watoto. Kuanguka kwangu najua kama mimi nilikuwa ninapikia watu chai wakikunywa, lakini mambo ya kupika chai niliacha. Kuanguka kwangu najua kama mimi nilikuwa napelekea Apostle mandazi kwa Morogoro. Sasa hiyo mandazi sipelekani. Ndio. Sasa amuka peleka hiyo mandazi, basi wetu. Wala kama makosa utakupeleka hiyo sanduku mandazi makosa. Basi peleka hiyo mandazi makosa itakuwa kufanya nini? Imeondolewa. Hata ukiomba utubu tena unaomba kwa ujasiri Mungu akusaidie. Lakini sasa unaangalia kwamba hapo ukiambia mtu kama omba, wanaona zile baba Mungu umesikia baba yangu ni mgonjwa, umsaidie, anaanza kutubu. Ni kutubu tu. Na unatubu na haufanyi vile ulikuwa umeona kama ndani makosa. Tunachote na basi. Nenda ukafanye bila Mungu omba Mungu akusamehe sasa basi nenda ukafanye. Wapendwa, let us stand back to the right track. Wacha turejee, turudi katika njia mwafaka. Hakuna mibaya na tubu. Hakuna mhubiri na tubu. Wako huko wanapata matatizo ni simu. Yaani okay. Unajipigia. Kwa hivyo wako kuna lakini nakwambianga ya kwamba hapa kuna makosa. Jambo siku tunajifunza nini? Kitabu yetu kilikuwa ni gani? Mlikuwepo hii nyote mlikuwa hapa kumta babu. Kitabu yetu jana usiku ilikuwa ni gani? Ilikuwa ni gani kitabu yetu usiku jana? Na ilikuwa inasema nini kama mlikuwa pamoja na mimi? Mkumbuke. Mlikuwa hapa sio? Kitabu yetu usiku jana wa Jumatano ilikuwa ni gani? Neno gani tulikuwa tunazungumzia? Mathayo ngapi na ilikuwa inasema nini? Mama. Ni wala ambao mnaendanga kwa mmewaacha kwa wanaume kwa nyumba, mwacha watu kwa nyumba, mnaenda kanisani, wale wakikaa nyumbani wanawapata wanauliza, mwanangu nilisoma nini? Leo ibada ilikuwa nzuri. Leo wacha tu. Leo wacha tu. Leo usitumishe kwa leo. Lakini na ulisoma kitabu hakuna chochote kwenye. Na mimi waambie kukosa hizi vitu ambazo mnazojifunza hapa katika akili zenu inaonyesha waziwazi wewe mgonjwa. Kwa sababu kama huwezi kushika yale ambayo unayoambiwa, utawahi chini. Utawahi badilika kama vile bwana. Manake ukishika ile neno utaenda upike uji ulete. Lakini sasa nimekaa nimengojea uji. Nirudi nikukumbushe. Uji wapi? Nilisahau. Mungu nisikia mwanzo mimi nikusema kama nataka kunywa uji kweli wewe. Na ukaniambia vile kwamba ninaenda kuleta. Na mwisho ukae, uzunguke waanze kufua nguo. Uji yangu iko uliniambia. Jamani. Neno letu liko picha. Matthew 24:45. Nani kufanya kazi nani? Mwaminifu Ambaye alipewa kazi ya kufanya. Amebarikiwa mtu huyo wakati mwanawake atakapokuja akampata fanya. bado anafanya. Mimi ni wale watu ambao mnapiga magoti wakati niko hapa. Ukipeleka chakula kwa meza. Lakini kama siko, hiyo chakula inapelekwa hivi, inawekwa hivi. Unaelewa? Kama unaishi kwa mapema, hata nikupigia simu. Kama unajua kwa wakati ukitaka kuniongelesha
hakuna mtu atakayeona maisha yake yanaendelea vizuri. Hakuna mtu atakayekuwa kila siku lazima mimi naumwa, mimi niko hivi, mimi niko hivi. Yaani na unaumwa hata ukiombewa haitoki. Bwana Mungu akasema, kumbuka ni wapi ulikoangukia. Please, kaimarishe kutenda matendo yako ya kwanza. Ni matoleo, ni kuimba, ni kuombea watu, kuombea watumishi wa Mungu, kuombea kanisa asubuhi, mchana na jioni, au ni kupikia watu wakunywe, au kuliko kutubu. Kama ulikuwa umeamka ufanye hiyo kitu, ndio ukafanya. Uko ndio kutubu. Lakini ukifeli kwa hiyo, hakuna kitu unaweza kuambia. Hakuna wokovu mwingine hapo. Na hakuna kungojea Mungu na Yesu washuke kutoka juu na watu wakuja wakusaidie ama wakufanyie. Hakuna. Badilika mwenyewe. Amina. Hilo ndio neno letu la jioni. Bwana anaendelea kulichambua. Bwana awabariki. Mambo ya maombi. Kana hakuna siku ya kwenda shukrani. Hata nikikwambia ubarikiwe, huwezi barikiwa kwa mtume ufanye nini? Ulami. Barikiwe na barikiwe kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwasalimia hapo jambo, mwingine karibu mkatae kunijibu. Amesifiwa